atukuzwe kwa mambo makuu. Upendo wake alitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Mungu Tumaini. Karibu sana katika mfululizo wa masomo yetu haya ya kitabu cha Mwanzo, ambapo tunajifunza Biblia kwa njia ya kuisoma hatua kwa hatua, sura moja hadi sura nyingine. Na siku hii ya leo tuko katika sura hii ya 13. Ni furaha iliyoje. Tumeanza sura ya kwanza, na kuna mtu ambaye kabla ya hapa alikuwa hajawahi kusoma Biblia kwa mfululizo kiasi hiki. Yaani hajawahi kusoma sura ya kwanza akaimaliza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka kufikia sura ya 10. Lakini kupitia Mungu ni Tumaini amepata wasaa wa kusoma Biblia kwa mlolongo, kwa mfululizo mzima, sura ya kwanza bila kuruka hata neno moja, mpaka sasa hivi tuko sura ya 13. Kwa nini tusimtukuze Mungu kwa sababu hiyo? Bwana, karibu sasa tuweze kuendelea katika sura hii ya 13. Twende hatua kwa hatua mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza. Hii ni moja ya sura ndogo kwa sababu ina mistari 18 tu, lakini ni lazima tuisome, tufahamu kilichopo ndani. Sasa turuhusu Roho wa Mungu awe pamoja nasi katika sura hii ya 13, nikiwa namaanisha kwamba tufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu unaishi mbinguni, Muumba wetu, Muumba wa kila kitu, mwenye nguvu kuliko kitu chochote, tumaini kubwa kuliko matumaini yote katika dunia hii na ulimwengu ujao. Tunakushukuru sana kwa sababu tunakiri kwamba wewe ni Mungu wetu. Tunakiri kwamba wewe ni muumbaji. Tunakiri kwamba wewe ni kila kitu. Kwa ndimi zetu na kwa fikra zetu na mioyo yetu inakiri kabisa kwamba hakuna Mungu kama wewe na hakuna kitu chochote chenye uwezo wa kuwa na nguvu zaidi yako. Tunakuomba sasa uwe pamoja nasi, utufunulie mafunuo mengi katika Biblia hii takatifu. Tupe usikivu mwema tunaposikiliza neno lako. Mbariki msikilizaji, mbariki msomaji, mbariki kila mmoja ambaye anahusika kwa namna moja au nyingine katika somo hili. Tunaomba utusaidie sana, tutende yale ambayo tunayoyasikia, lakini tusiishi tu kimazoea. Mungu, ruhusu tujifunze somo hili. Waguse watu wako kupitia somo hili, maana tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, sura ya 13 ya kitabu cha Mwanzo, katika mstari wako ya kwanza unaanza kwa kusema, Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye, mpaka kusini. Sura hii ya 13 kwa kuendelea anasema, naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha, kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza. Naye Abrahamu akaliitia jina la Bwana hapo. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abraham, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Na ile nchi haikuwa tosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abraham na wachunga wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanaani na Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi. Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi,
kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi ni ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume, na ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde. Akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mameri, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Msikilizaji, hapo ndio mwisho wa sura ya 13 ya kitabu cha Mwanzo. Kama hukupata kuisoma, basi ndio hiyo hapo, sura ya 13. Ni sura fupi, lakini ina umuhimu mkubwa sana. Inatueleza kutoka kwa Abraham kutoka Misri, kurudi tena katika hema yake, mahali ambapo alipokuwa. Na kumbuka, alipokuwa anasafiri alikuwa anasafiri na Lutu, lakini kukatokea magomvi, nao wakatengana. Hapa ndipo katika sura hii ya 13 ilipo ahadi ya Abraham kupewa nchi ya Wakanaani. Hapa ndipo ambapo msingi mzima wa Abraham kupewa nchi ya Wakanaani ndipo mahali ulipo. Kwa sababu hapa ndipo mahali sasa Abraham anaambiwa, hii nchi yote, angalia mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, angalia pande zote, nitakupa wewe. Na uzao wako utakuwa mwingi sana, na mtu atakayeweza kuhesabu mavumbi ya ardhi, basi ataweza kuhesabu watoto wako. Ndipo atakapoweza kuhesabu uzao wako. Hapa ndipo mahali ambapo msingi mkubwa wa ahadi ya Mungu, agano kubwa sana la Mungu pamoja na Abraham lilipofanyika, ni katika sura hii ya 13. Na hapa ndipo ambapo kuna msingi mkubwa sana mpaka wa mambo ambayo yanaendelea hadi leo. Sasa kwa sababu sasa hivi tuko kwenye program ya kusoma, si program ya kufundishana sana mambo mengi kwa muda huu, basi naomba nisiende mbali, lakini tuondoke na haya na tumuombe Mungu azidi kutufunulia zaidi na zaidi. Bana, kufikia hapo hatuna la ziada sana katika sura hii ya 13. Tukutane katika sura ya 14. Mungu akubariki sana msikilizaji, mfuatiliaji. Usiache kushare video hii kwa wenzako ili nao waweze kufahamu neno la Mungu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.